Leo ni tarehe 2 ya mwezi Oktoba, ambapo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya malaika walinzi. Malaika walinzi ni malaika wa Mungu waliowekwa kwa kila mtu binafsi na Mwenyezi Mungu ili kumlinda, kumuongoza na kumsaidia katika safari ya maisha kuelekea wokovu. Malaika walinzi ni sehemu ya mpango wa Mungu katika upendo wake kwa mwanadamu, na huduma yao inaakisi ulinzi wa kimungu kwa kila mtu. Wapendwa katika Kristo, ili tuweze kufafanua vizuri juu ya malaika walinzi, ni vizuri tuangalie kwanza kwa ujumla asili na kazi za malaika. Malaika ni viumbe wa kiroho, hawana miili ya kawaida. Malaika si kama sisi. Kwa Kiingereza wanasema malaika, angels are purely spiritual creatures. Ni viumbe wa kiroho. Wapendwa katika Kristo, malaika ni viumbe wa kiroho ambao wana akili na utashi. Wanasema kwa Kiingereza wana intellect na will. Kwa hivyo malaika wana uwezo wa kuchagua, na kufahamu. Malaika ni wa milele. Malaika hawafi. Wenyewe hawezi kufa malaika. Malaika hawapitii mabadiliko ya kimwili kama sisi tunavyopitia. Mfano sisi wanadamu, inawezekana leo ukawa kijana, ukawa mtoto, baada ya miaka kadhaa unakuwa kijana, baada ya miaka kadhaa tena unakuwa mzee. Lakini kwa malaika haipo hivyo. Malaika wote ni wa kiroho. Hawakui, hawazeeki. Siku zote wako hivyo hivyo. Malaika hawakui wala hawazeeki, kwa kuwa wao ni wa kiroho zaidi. Hawana miili kama sisi. Hawana miili kama yetu sisi. Wapendwa katika Kristo, tuangalie kazi za malaika kwa ujumla. Malaika wanafanya kazi gani? Malaika kwa ujumla wapo katika kuchangia katika mpango wa Mungu wa wokovu kwa wanadamu. Malaika hutufundisha lililo jema. Malaika wote kazi yao ya kwanza kabisa ni kumtukuza Mungu, ni kumsifu Mungu, ni kuwalinda binadamu. Malaika hutufundisha sisi jema na kutulinda, kumuongoza mtu, kumsaidia mtu ili aweze kuchagua lililokuwa jema na aache lililokuwa baya. Malaika wanawasaidia watu wa Mungu. Ndugu yangu, malaika kila wakati wanamsifu Mwenyezi Mungu. Kazi yao kila muda ni kumsifu Mwenyezi Mungu, kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Tunaposoma katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 336 imeandikwa, tangu mwanzo wake hadi mwisho wa maisha ya mwanadamu yamezungukwa na ulinzi wa maombezi ya malaika. Ndugu yangu katika Kristo, tuangalie sasa, tuingie kiundani, tuangalie juu ya malaika walinzi. Malaika walinzi ni nani? Hawa malaika walinzi hawa, kwa kifupi kabisa, ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Viumbe hawa ni wa kiroho, wameumbwa na Mungu ili kumlinda mwanadamu tokea anazaliwa mpaka anakufa. Malaika wanamwepusha mwanadamu na hatari mbalimbali. Kama kuna hatari ya kifo, wanamheshimu, wanamwepusha mwanadamu.
Kama kuna hatari ya dhambi, wanamwepusha mwanadamu. Wapendwa, kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba malaika walinzi ni malaika wa Mungu waliowekwa na Mungu kwa kila mtu ili kumlinda, kumsaidia, kumuongoza katika safari ya kutafuta wokovu. Katekisimu namba 336. Tangu mwanzo hadi kifo chake, maisha ya mwanadamu yamezungukwa na malaika walinzi. Malaika walinzi wako pembeni ya kila mtu. Uwe Mkatoliki, usiwe Mkatoliki, umezaliwa na malaika wako mlinzi. Uwe Mkristo, usiwe Mkristo, umezaliwa na malaika wako mlinzi, anakulinda. Kwa kile Kiswahili cha mtaani, ningesema kwamba malaika walinzi ni bodyguard wa kiroho. Tumsifu Yesu Kristo. Malaika ni bodyguard wa kiroho. Ni bodyguard wa kiroho, ni mlinzi wa kiroho aliyewekwa na Mungu mwenyewe. Ndugu yangu katika Kristo, hii inaashiria kwamba kila mtu ana malaika mlinzi tangu kuumbwa, tangu anapokuwa amekuwa muumini, sio muumini, lakini tangu anazaliwa mpaka anakufa, kila mtu yuko na malaika mlinzi. Malaika huyu ni mlinzi na anamchunga mtu huyu kumpeleka katika maisha halisi. Unaposoma Zaburi ya 91 mstari namba 11, naambiwa kwamba maana atakuagizia malaika wake wakulinde katika njia zako zote. Huu ni wimbo ni wimbo katikati ambao tumesema leo hii. Maana atakuagizia malaika wake wakulinde katika njia zako zote. Amekuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako. Kwa hiyo kwamba kila ulipo, popote pale ulipo, unajua kabisa upo na malaika mlinzi. Mathayo sura ya 18 mstari wa 10 nasema kwamba malaika hao wa mbinguni siku zote huutazama uso wa Bwana. Siku zote wanautazama uso wa Mungu. Kanisa linafundisha kwamba malaika ni viumbe walioumbwa na Mungu. Na kuwepo kwa malaika ni ukweli kabisa, ni dogma. Kwa hivyo ili fundisho juu ya malaika ni dogma. Dogma maana yake ni mafundisho rasmi ya kanisa. Angelology. Dogma ni mafundisho rasmi ya kanisa. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 328 inasema kwamba kuwepo kwa viumbe vya kiroho visivyo vya mwili ambavyo kwa kawaida maandiko matakatifu huwaita malaika, na huo ni ukweli wa imani yetu. Ndugu yangu, kila mtu anapotembea, kila mtu popote pale alipo, yupo na malaika mlinzi. Hata wewe ulipo hapo, upo na malaika wako mlinzi. Tasikia mtu alikuwa amesimama sehemu fulani, ametoka tu, unashangaa radi imepiga pale, na ule mti ambapo alisimama yule mtu umeanguka. Anasema huyu malaika yake mkali sana, ana malaika yake ana nguvu sana. Maana kwamba huyu aliyepusha ile ajali na malaika mlinzi. Wapendwa katika Kristo, kazi za malaika walinzi katika maisha ya kila siku. Malaika walinzi wanatusaidia tunapokuwa na uovu, tunapokuwa katika hatari ya dhambi, au wakati wa dhiki, wakati wa hatari, wanatulinda. Kwa ujumla, hawa ni walinzi wetu wa kiroho. Wapendwa katika Kristo, usichanganye malaika mlinzi na dhamiri. Ni vitu viwili tofauti. Dhamiri ni nini? Dhamiri ni sauti ya Mungu mioyoni mwetu. Ni sauti ya Mungu ndani ya roho zetu. Sauti ya Mungu ndani ya roho zetu inatukumbusha jema na kutukataza kufanya baya. Dhamiri inashughulika na akili yetu, inatukumbusha. Ni alarm, ni kengele iliyoko ndani ya mioyo yetu. Kengele hiyo inatukumbusha tunapotaka kufanya baya, inatukumbusha, kutupatia warning kwamba hili ni jambo baya, usifanye.
na hili ni jema, unaweza ukalifanya. Lakini malaika walinzi wapo nje yetu sisi. Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, watu wengi wamekuwa wanashindwa kujua tofauti halisi kati ya malaika walinzi, wanashindwa kujua tofauti kati ya malaika walinzi na dhamiri. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa ufupi kabisa, tunasema malaika walinzi, tofauti kuu kati ya malaika mlinzi na dhamiri. Malaika mlinzi asili yake ni wa kiroho, ni malaika. Malaika mlinzi ni wa kiroho, ni malaika. Wakati dhamiri asili yake ni kipawa cha akili kilichowekwa ndani ya mwanadamu. Malaika mlinzi ni wa kiroho, yuko nje yetu, anatulinda sisi, kila mmoja anamlinda. Dhamiri ni kipawa, kipo katika akili ya mtu, kinamkumbusha kule ndani ya akili kwamba hiki kibaya usifanye, hiki chema fanya. Malaika mlinzi yupo nje ya nafsi ya mtu, lakini anaweza kuathiri matendo ya mtu. Dhamiri ipo ndani kabisa ya nafsi ya mtu. Dhamiri ipo ndani ya nafsi ya mtu. Malaika mlinzi kazi yake ni kutoa msaada wa kiroho, kutoka kwa Mungu. Anatoa msaada wa kiroho kutoka kwa Mungu. Dhamiri kazi yake ni nini? Kutathmini na kutoa uamuzi kuhusu maadili ya tendo. Kumbe malaika dhamiri inakusaidia wewe kutathmini, kujua maadili ya tendo hili yamekaeje, ni sahihi au sio sahihi. Hiyo ndio dhamiri. Malaika mlinzi hafanyi uamuzi kwa niaba ya mtu. Malaika mlinzi hafanyi uamuzi kwa niaba ya mtu. Wewe ukiamua wewe hapo kwenda, umeenda kwa mganga wa kienyeji kuagua, malaika anakuambia usiende. Wewe ukiamua kwenda, anakuacha uende. Yeye anakaa tu nje, anakuangalia, analia kwamba mtu wangu naye mlinda amepotoka. Lakini dhamiri sasa, dhamiri hutoa uamuzi wa ndani. Inakusaidia kutoa uamuzi wa ndani, kuchagua lililo jema. Dhamiri inahitaji malezi. Inahitaji nini? Malezi. Tunahitaji kulea dhamiri zetu. Mtu ataamua vizuri kulingana na dhamiri yake ipoje. Lakini malaika walinzi hauhitaji kumlea malaika mlinzi. Malaika mlinzi hahitaji mabadiliko ya kiroho. Wapendwa katika Kristo, kumbe basi Takatifu Thomas wa Aquino anasema kwanza, malaika walinzi hawachukui nafasi ya dhamiri, bali wanasaidia kwa kuiathiri akili ya mtu kupitia mwanga wa neema na wazo jema. Malaika walinzi hawaathiri dhamiri ya mtu. Malaika walinzi hawachukui nafasi ya dhamiri, ila wanakusaidia uweze kuamua vizuri. Malaika mlinzi ni kama bodyguard anayekulinda wewe usiingie katika matatizo. Lakini dhamiri iko ndani ya akili yako, inakusaidia wewe, iko ndani ya nafsi yako, inakusaidia kuchagua jema na kuacha baya. Malaika walinzi ni rafiki wa kiroho. Ni rafiki yako wa kiroho aliye nje yako, anakusaidia. Wapendwa katika Kristo, kumbe tuwaombe malaika walinzi watusaidie waweze kusimama na sisi. Ndugu yangu, leo hii tunamaliza ziara ya sanamu ya mama katika parokia yetu teule ya Haporoto. Basi tumepata neema mbalimbali katika ziara hii.
Tuombe Mungu asimame na sisi, tuende kupata baraka, tuendelee kupata ulinzi. Watu wengi sana sanamu hii imewatendea. Kuna wengine wagonjwa, walipokuwa na tatizo, walipokuja kugusa sanamu ya Mama Bikira Maria walipata uponyaji. Kuna wengine walikuwa wamepooza, walipogusa sanamu ya Mama Bikira Maria walipona kupooza. Kuna wengine walikuwa na tabia mbaya, walikuwa wanashindwa kuacha kunywa pombe, walipogusa sanamu ya Bikira Maria wakaacha ulevi. Kuna wengine, kwa hiyo unakuta ibada hii ni ya muhimu mno. Wapendwa, tunaalikwa, tunaitwa sisi sote kuweza kumuomba Mama Bikira Maria atuombee kwa Mungu ili tuweze kuwa na uthabiti. Tumsifu Yesu Kristo.